Naamini ilani ambayo imetolewa mwaka 2000 mpaka hivi leo ambayo tunakwenda kutoa ilani nyingine, ilani yetu imetimizwa kikamilifu na viongozi ambao wameshika madaraka bara na visiwani. Maana yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wamefanya kazi kwa uweledi na wametufikisha pale tulipokuwa tunapahitajia. Kwa hivyo ilani inayokuja nafikiri itakuwa ina utekelezaji zaidi ya pale ambapo tumefikia. Wamefanya kazi nzuri. Mama amefanya kazi, si kuwaonesha Watanzania tu, kaionyesha dunia kwamba kwanza ana uwezo binafsi alojaliwa na Mungu wa uongozi. Maanake kiongozi huwezi kuongoza tu, lazima Mwenyezi Mungu akujalie, akupe. Na mama amepewa kitu maalum, na ndio maana mama ameweza kufanya mambo makubwa, hasa katika mambo ya watoto na wanawake. Kwanza ilani, unajua ndio mwongozo wa chama. Ilani ndio mwongozo, kwa sababu ilani ya chama inasema, kwa sababu ndio unaweza kuisindikiza serikali. Kwa sababu mimi ilani yangu inasema nataka kwa muda wa miaka 5 nimefanya 1, 2, 3. Kwa hiyo nachukua ilani yangu na ikabidhi serikali. Mimi Chama cha Mapinduzi ndo mtawala nchi hii. Kwa hiyo ilani yangu nataka mimi mabarabara ndani ya miaka 5 yawe yamemalizika. Pengine kuna mabenki, kuna maviwanja, kuna mambo mengi tu. Katika ilani yangu hii nataka mpaka ikifika miaka 5, 2030 basi viwe vimekamilika. Ilani ni kitu muhimu kabisa kabisa. Bila ilani nchi haiwezi kwenda, au chama hakiwezi kwenda. Chama lazima kiongozwe na ilani bwana. Leo kila unapokwenda kwenye wilaya, kuna hospitali ya wilaya ambayo ni hospitali kuu. Wakati mfupi wa nyuma zilikuwa hospitali hizo hazipo. Tulikuwa tunaitegemea hospitali moja tu ya Mnazi Mmoja, lakini Dr. Hussein ameteremsha hospitali ya mkoa sasa iliyopo Lumumba inaipita Mnazi Mmoja. Kwa hivyo kwa kweli viongozi wetu wamefanya bidii kubwa sana, na ndio maana tuliamua tuwapitishe moja kwa moja kwenye chama ili wawe wagombea. Lakini wananchi wa Tanzania, huna mwananchi ambaye utamzungumza kuhusu viongozi wawili hawa ukimwona anasema tofauti, mtilie mushkeli, na pengine useme daktari ende akampime huyu mtu ana kasoro. Kama ni mtu anataka kusema ukweli, kama anataka kusema kufurahisha nafsi na kuwafurahisha watu wengine ambao si wa Tanzania halisi, basi unaweza ukamsikiliza. Lakini aliyekuwa Mtanzania halisi, na kwa maoni yangu mimi binafsi, kama ningekuwa ndiye ninawashauri vyama vya upinzani, ningewaambia vyama vya upinzani vitoe nafasi nyingine, lakini nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, hivi nafasi tuziache, tuwaachie wale watu. Wale watu wana moyo thabiti wa kuitumikia nchi, lakini wana kipaji walichojaliwa na Mwenyezi Mungu cha ubinadamu wa kweli.
Ilani iliyopita utekelezaji wake kwanza tumeuona, na imepitiliza mara 2 zaidi ya ile ilani ambayo ilikuwa imewekwa, imepitiliza. Sasa ilani mpya hii inayokuja, naomba mwenyekiti, katibu wa Chama cha Mapinduzi, kiufupi na mkutano mkuu, wajua vijana sasa hivi wengi ajira hawana. Kwa hiyo katika ilani hii watakapofanya, basi wajue kwamba kuna miundo mbinu yoyote ya kuongeza, basi waongeze ili ajira zipatikane kwa vijana. Vijana sasa hivi wanahangaika sana.